Kwa mara nyingine tunamshukuru Mungu kwa zawadi hawa waseminari wawili, Richard Kikoti na Roberto Maholo, ambao wameomba wapewe daraja ya ushemasi. Hivyo jioni hii tunafanya ibada ya kuwapokea rasmi kwa ajili ya daraja hiyo. Tunaamini kuwa vijana wetu hawa kila mmoja peke yake wamezingatia mambo mane kwa uchache. Jambo la kwanza, kwamba hawakulazimishwa kupokea daraja ya ushemasi. Kila mmoja anapokea daraja hili kwa uhuru kamili kama inavyodai sheria ya kanisa namba 1026. Ndio maana wao wenyewe au kila mmoja ameleta barua ya maombi ya kupata daraja ya ushemasi kwa askofu wake. Namba 2, kila mmoja ameandaliwa vizuri kwa ajili ya daraja hili kadiri ya sheria namba 1027. Wameandaliwa kitaaluma, yani katika maana ya filosofia na teolojia, na kwa mwaka walau miaka 5 katika masomo hayo. Mwaka wa 5 katika masomo hayo. Namba 3, kila mmoja ana imani safi Katoliki, anapokea daraja ya ushemasi kwa lengo sahihi, ufahamu wa kutosha kuhusu ushemasi na baadaye upadre, na mwenye sifa njema na maadili mazuri, yuko vizuri kimwili na kisaikolojia, na sifa nyingine zinazofaa kwa ajili ya upadre kadiri ya sheria ya kanisa namba 1029. Na namba 4, ana miaka isiyopungua 23 ya kuzaliwa kadiri ya sheria namba 1031 paragrafu ya kwanza. Katika ibada hii ya vespere, wa seminari hawa watakiri imani Katoliki na kula kiapo mbele ya Mungu na mbele ya askofu wao na mbele ya ninyi nyote. Sote tutakuwa mashahidi kwa matendo hayo makuu mbele ya Mungu. Tumesoma neno la Mungu kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 3 aya 8 mpaka ya 10 na aya ya 13. Sehemu hii ni maelekezo ya Mtume Paulo katika kanisa, ikiwa ni pamoja na maelekezo juu ya sala za liturujia, maelekezo juu ya wanaume na wanawake katika ibada, maelekezo juu ya askofu. Lakini sehemu tuliyosikia leo ni maelekezo juu ya mashemasi. Hapa Mtume Paulo anaongelea juu ya tabia inayofaa kwa shemasi. Mtume Paulo anaonya juu ya kauli zao kiasi katika vileo, wasiwe na tamaa ya fedha, tena fedha ya aibu. Anataka mashemasi washike imani kikamilifu, wawe na dhamiri safi. Mtume Paulo anaona mashemasi lazima wajaribiwe kupima ustahimilivu wao. Wale wasio na hatia ndio wakabidhiwe kazi ya ushemasi. Anamaliza kwa maneno haya: watendao vema kazi ya ushemasi hujipatia daraja nzuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Yesu Kristo. Mtakatifu Polycarp pia anasema kuhusu mashemasi, anasema wawe wenye huruma, wenye juhudi, waishi katika ukweli wa Bwana ambaye alimfanya mtumishi wa wote. Maonyo yaliyotolewa na Mtume Paulo na kwa Timotheo nayo aliyotoa Mtakatifu Polycarp ndio maono yetu, maneno yetu kwenu leo. Tunatumaini mmejaribiwa ipasavyo na kuona kama mnafaa kwa daraja ya ushemasi na baadaye daraja ya upadre. Natumaini maparoko wameshuhudia hilo. Baada ya matangazo ya daraja ya ushemasi wametupatia majibu, na kila mara mimi napenda kusoma moja baada ya nyingine kama yalivyoandikwa na maparoko kutoka parokia mbalimbali. Nimeona maparoko walio wengi wanaandika hivi: hatujapata kizuizi chochote na tunawaombea kwa Mungu ili wajiandae vyema kupokea majukumu ya kuhudumia taifa la Mungu. Maana yake sasa wanatupa ruhusa sisi kuendelea na madaraja haya, hasa daraja la ushemasi. Ndugu zangu wapendwa, kama mnavyojua
mtakuwa katika daraja la ushemasi kwa muda mfupi tu, miezi 6 hivi, lakini kwa muda huo utapewa majukumu, wajibu wa kutoa sakramenti ya ubatizo, kutunza na kugawa ekaristi takatifu wakati wa adhimisho la misa takatifu, kusimamia na kubariki ndoa kwa jina la kanisa, kuwapelekea wagonjwa komunio takatifu, kuwasomea waamini maandiko matakatifu, kuwafundisha na kuwaonya watu, kuongoza ibada na sala za waamini, kutoa visakramenti na kuongoza ibada za mazishi. Mwaliko wangu na mategemeo yetu ni kwamba mtayafanya haya yote kwa imani na mtaji mkubwa, lakini pia ni nafasi yenu ya kujiandaa kwa ajili ya daraja ya upadre. Na waalika mjitahidi sana kuwa watu wa sala, na kwa namna pekee unapasika kusali sala ya vipindi kwa ajili ya taifa la Mungu, na zaidi sana kwa ajili ya watu wote. Mjue kwamba kanisa zima linawaombea katika safari hii ya wito, na Mwenyezi Mungu awajalie maandalizi mema. Tumsifu Yesu Kristo.